Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndugu zangu watazamaji Waislamu, leo hii tupo hapa katika msikiti kwa lengo moja tu, tukiwa tuko katika yale matukio ya kampeni ya usomaji wa Qur'ani tukufu. Tulisema mwezi huu wa Ramadhani tulizindua kampeni ya usomaji wa Qur'ani tukufu, na inakwenda vizuri sana kampeni hii maeneo tofauti katika jiji letu la Dar es Salaam. Lakini miongoni mwa matukio ya kampeni hii ni hichi kinachosemwa khitma, siku ya khitma ya Qur'ani tukufu, siku ya khitma ya Qur'ani tukufu. Leo hii vijana wanaohifadhi Qur'ani katika jiji la Dar es Salaam wamekutana hapa kwa ajili ya kufanya murajaa wa khitma nzima kutoka Al-Baqara mpaka An-Nas kwa siku moja. Wanafanya murajaa wa siku moja, nasikilizwa Qur'ani yote kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hii ni miongoni mwa barnameji na nashati za kampeni yetu ya kuhifadhi Qur'ani. Lengo lake ni nini? Lengo ni kuwapa mahara, kuwapa uwezo vijana wetu katika swala zima la kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitabu cha Mwenyezi Mungu kuhifadhiwa kina kazi nyingi sana. Miongoni mwa kazi hizo ni kijana kuwa na uwezo wa kuhitimisha kwa muda wa siku moja. Yani akianza asubuhi mpaka jioni amehitimisha Qur'ani yake. Na hii haiwezi kaja hivi hivi bila mazoezi, bila kupewa taktiki za namna moja au nyingine. Kwa hiyo leo tumewakusanya vijana hapa alhamdulillah, toka swalatul fajiri tumeswali hapa katika msikiti huu, na mpaka sasa hivi vijana wakiwa wanaendelea na kampeni yao ya kumaliza kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku hii ya leo. Ndugu zanguni Waislamu, Qur'ani yetu imeshushwa ili isomwe. Qur'ani yetu imeshushwa ili ifanywe kazi. Qur'ani yetu ndio desturi yetu. Qur'ani yetu ndio katiba yetu. Qur'ani yetu ndio kila kitu chetu. Tosheka tu Mama Aisha alipoulizwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam tabia za Mtume zilikuwaje, alisema Mama Aisha, kana khuluquhu alqur'ani, ilikuwa tabia zake ni Qur'ani. Na hichi ndicho tunachokifanya. Tunawavalisha watoto hawa, tunawahifadhisha kitabu cha Mwenyezi Mungu, baadaye Qur'ani hii ije kuwa ni tabia na matendo ya hawa vijana, wawe ni kama Qur'ani inayotembea katika maisha yao. Ndugu zanguni, katika Qur'ani ndio kuna baraka, katika Qur'ani ndio kila kitu. Tukiwa tunalifanya hili, tunatoa mwito kwa Waislamu popote pale walipo, wawasomeshe watoto wao Qur'ani. Wawasomeshe watoto wao Qur'ani, wawasomeshe kupenda kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotuhusia. Amesema katika hadithi yake maarufu, wafundisheni watoto wenu mambo matatu. Alimu auladakum thalatha, wafundisheni watoto wenu mambo matatu. Miongoni mwa mambo hayo ni hubbul Qur'anil Karim, kukipenda kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kweli tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kazi hii, iwe ni yenye kuendelea, iwe ni yenye kutoa matunda ambayo yaliokuwa mazuri, iwe ni yenye kuleta mafanikio ambayo yalikuwa makubwa. Mbali ya hayo, tunastahiki kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani toka pale tulipoanza tunatafuta juzuu tatu, leo hii msikiti mzima umejaa watoto waliokuwa wamehifadhi juzuu 30. Hii ni fadhila na haya ni mambo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kila la kheri na wafanikishe Waislamu wote katika kila la kheri. Tuihitimishe Ramadhani hii kwa kheri na baraka, tupate rehma, tupate baraka, tupate maghfira inayopatikana katika mwezi huu mtukufu. Na tusisahau kusoma Qur'ani. Sisi wote kati yetu, anayeweza kuhitimisha kusoma Qur'ani anakuwa amefanya vizuri zaidi, lakini kama uwezi, fanya kila unavyofanya uisome Qur'ani, kwani Qur'ani imeshushwa ili isome. Baada ya kusema haya, wabillahi tawfiq. الإفلام تلك آيات الكتاب والقرآن المبين
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنار العقول بنور القرآن وأزال عنها غشاها والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية أزكاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على هديه واهتدى بهداه صار في النور النهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na ziada mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awali ya yote natoa taarifu yangu. Jina langu na al-akhi Yusuf Ramadhani Yusuf, na cheo changu mimi ni mwalimu wa kuhifadhisha Qur'ani katika Markaz Ibn al-Jazari litahfidh al-Qur'ani. Na leo tumekusanyika katika jambo adhim, jambo ambalo halijawahi kutokea pengine, na alhamdulillah tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu kupatikana katika msikiti huu wa leo tukisoma Qur'ani kwa khitma nzima siku ya leo. Alhamdulillah, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia wamajtama qaumun fi baitin min buyuti llah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum, hawajapatapo kukaa katika sehemu miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu wakisoma Qur'ani, wakisikilizana na wakufundishana, illa nazalat alaihimus sakina wa hafat alaihimur rahma wa ghashiyatuhumur rahma wa hafatuhum almalaika wa dhakarahumullah fi man inda. Leo tumepata fahari kubwa ya sisi kuja kuhitimisha Qur'ani katika msikiti huu, na tumuombe Mwenyezi Mungu, tuwaombee viongozi wetu kuanzia Sheikh wetu Sheikh Kaporo kwa kubuni jambo hili ambalo ni zuri, na tangu tumeanza baada alfajiri tumeswali mubashara, na hadi hivi sasa mimi kwa mwanafunzi wangu mpaka hivi sasa tumeshahitimisha juzuu 14. Kwa hiyo bado juzuu 16 tumalize msahafu wetu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na kulipeni na nyinyi katika kazi mnayoifanya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunatarajia mimi khitima hii kwa mimi kama mimi nadhani baada dhuhuri nitakuwa nishamaliza msahafu, ila kwa makusudia pamoja baada al-asri itakuwa tumeshamaliza, kwa sababu kila baada alisali moja juzuu 3. Kwa hiyo tukifanya masaa kadhaa au masaa 10 tushamaliza juzuu 30. Kijana kama mdogo anachukua muda gani kuhifadhi mara moja? Kijana akiwa mdogo, kwanza kuna utaratibu wa kumwekea katika hifadhi, inategemea na uwezo wa kijana, lakini mara nyingi tunakuwa kijana katika kumhifadhisha tunatumia kwa siku angalau amalize safha, kwa siku amalize safha moja ili aendelee na hifadhi. Lakini kuna wengine wenye zaidi ya hapo, anaweza akachukua bimaana karatasi nzima safha 2 huku na huku inakuwa karatasi. Kwa hiyo kwa mujibu kwa kama atachukua utaratibu huo, kwa hiyo kwa siku 10 mpaka 12 atakuwa kahitimisha juzuu yake, itabakia ni kusikilizwa tena murajaa ili kae fiti. Shukran, jazakum. Jina naitwa Juma Muhammad Juma,
tokea Pemba. Kwa sasa hivi nipo Ibn Jazar, Dar es Salaam. Pemba nasoma Al-Madrasa Madina Islamia iliyopo Chake Chake. Nimehifadhi juzuu 30 kamili. Na umri wa miaka 13. Nimechukua miaka 2.5 kuhifadhi juzuu 30. Naanza kuhifadhi na miaka 10. 2022. Tangu alfajiri mpaka sasa hivi unasoma juzuu ngapi? Tangu alfajiri mpaka sasa hivi nishasoma juzuu 14. Unatarajia masaa mangapi au muda gani kumaliza kusikilizwa msafu mzima? Tukishaanza kusali dhuhuri. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, kwa jina naitwa Ali Asa Ali, ni mwalimu wa Qur'ani tukufu katika kituo cha Ibn al-Jazari, bali ndiye mkuu wa kitengo cha kuhifadhisha Qur'ani tukufu. Leo tupo katika siku yetu maalum, siku ya khitma ya Qur'ani tukufu. Ni katika mwendelezo wa kampeni ya kuisoma Qur'ani tukufu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lengo ni kuirejesha jamii kwenye utamaduni wa kudumu na kuendelea kwenye kuisoma Qur'ani tukufu. Leo hii tupo katika msikiti huu wa Istiqama, na kinachoendelea hivi sasa ni mahufadh, vijana waliohifadhi Qur'ani tukufu kuweza kuhitimisha Qur'ani nzima leo hii. Programu hii ilianza tangu baada tu ya sala ya alfajiri, na mpaka sasa saa 4 ninapozungumza tayari kuna vijana kadha ambao wengine wameshasikilizwa juzuu 10, wengine wameshasikilizwa juzuu 15, na wapo ambao tayari wameshamaliza kusikilizwa juzuu 30. Malengo yetu ni kwamba watu waweze kuwa karibu zaidi na Qur'ani tukufu. Mahufadh, watu waliohifadhi Qur'ani waweze kuidhibiti na kuweka tarkiz, lakini sambamba na kuweka umadhubuti huo wa hifdhi, lakini pia ni nafasi hizi za kuweza kuelezana na kukumbushana ni namna gani mahafidhul Qur'an al-Karim wanatakiwa waishi, tabia zao ziwe vipi. Haya ndiyo malengo ambayo tuko nayo leo hii, na hii ukiitazama ni sunna miongoni mwa sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kukusanyika katika baitin min buyutillah kwa ajili ya kusoma Qur'ani na kufanya mudarasa wa Qur'ani. Faida zake ni nyingi. Tunatoa wito kwa Waislamu wote Tanzania, duniani, ambapo sauti hii itafika na itaelewekwa, basi tujenge utamaduni wa kuisoma Qur'ani tukufu kila siku. Na haya ndiyo maisha ambayo waja wema waliotangulia waliishi Qur'ani, ikawa ni sehemu ya maisha yao, bali ilikuwa Qur'ani ndiyo maisha yao. Hatuwezi kufikia katika hatua hiyo ikiwa tumeihama Qur'ani. Hatuisomi Qur'ani isipokuwa kwa msimu fulani, hatuisomi Qur'ani isipokuwa kwa matukio fulani. Hatuwezi kufika katika malengo hayo, bali mpaka tuichanganye Qur'ani iwe ni sehemu yetu. Sisi ni Qur'ani na Qur'ani ni sisi, kwa maana huwezi kututenganisha ikapita siku tukawa hatujasoma Qur'ani, hatujaifuata Qur'ani namna inavyotaka. Kwa hiyo tutoe wito kwa Waislamu kwamba tujitahidini sana kuisogelea na kuikaribia Qur'ani. Nakumbuka maneno ya mmoja katika wanawachuoni ambaye ni wataalamu wa fani ya sayansi ya Qur'ani. Yeye alifanya jamu baina ya vitabu viwili vikubwa vya ulumul Qur'an, akakiita
Itqanul Burhan. Itqan ni kitabu cha al-Imamu Az-Zarkashi katika Ulumul Quran, na Al-Burhan ni kitabu katika Ulumul Quran cha al-Imamu As-Suyuti. Yeye akavikusanya akatoa kitabu kimoja akakiita Itqanul Burhan. Ndani ya kitabu kile alitaka kuifananisha Qur'an ili tuielewe Qur'ani namna ya tabia za Qur'ani zilivyo, bali alisema Qur'ani ni kama unavyoona kiumbe kilicho hai. Kiumbe kilicho hai kila ukikisogelea wewe ukiwa karibu nacho, basi nacho kinakujia kwa kukaribia, na ukikimbia basi nacho kinakukimbia. Basi hali kadhalika Qur'an nayo ukiwa unaisogelea Qur'ani, unajilazimisha Qur'ani kuwa nayo, basi Qur'ani inakuzoea mpaka wewe nawe Qur'ani inakubadilisha. Hali kadhalika Qur'ani ukiiacha, basi Qur'ani nayo itakukimbia. Haya pia yamethibiti katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi mwaka huu Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani tukufu Tanzania chini ya usimamizi wa Sheikh Uthmani Ali Kaporo atala Allahu baqaahu wameona waje na programu hii ya kuhamasishana kuisoma Qur'ani. Hakika ni programu ambayo ina manufaa mengi, ina matunda mengi katika jamii yetu, lakini pia kwa mtu mmoja mmoja ndani ya nafsi yake mwenyewe duniani na maisha ya akhera twendako. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aithibitishe programu ya namna hii na ziendelee, zitanue, zienee katika maeneo mbalimbali ili jamii yetu iweze kupata ile baraka ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe taufiki na utujalie tuweze kuwa ni wenye kufaidika na programu hii ya kuisoma Qur'ani tilawatan, fahman wa tadabburan wa amala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allahu ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi ambaye Qur'ani imeshushwa ndani yake. Leo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa taufiki, ametuwezesha kujifungia ndani. Hii ni siku maalum. Watu wa Qur'ani wanatakiwa wajifungie ndani moja katika masiku ya Qur'ani, iwe ni siku nzima kwa ajili ya Qur'ani. Kwa uchache tuna mambo mengi, majukumu mengi, mashaghil nyingi. Kwa hiyo unakuta mtu kwa siku huwezi kusoma Qur'ani vizuri, lakini kwa uchache basi upate siku ambayo unajitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unasema hii ni siku maalum kwa ajili ya Qur'ani, unajifungia ikiwezekana kuanzia baada al-fajri mpaka pale Allah atakapokupa taufiki. Kwa hiyo leo alhamdulillah tumejifungia hapa na vijana hifdhi wanasoma Qur'ani nzima kwa kikao kimoja, walillahi alhamdu. Tumeanza baada salat al-fajri na alhamdulillah tunaendelea. Hivi sasa ni saa 4:30 na alhamdulillah vijana wengine wameshafika juzu ya 14, juzu ya 15, manake mpaka baada salati dhuhri tutakuwa tayari barnamiji hii tumemaliza kwa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wanaosoma juzu 20, kuna wanaosoma juzu 25, kuna wanaosoma juzu 15, vile walivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale ambao pia hawajahifadhi pia wapo kwa ajili ya kuisoma pia Qur'ani wakiwa wamekaa kivyao wanaangalia kwenye mushaf. Kwa hiyo hii ni wito kwa Waislamu wote. Qur'ani ni mfumo wa maisha yako. Qur'ani ndio kila kitu katika maisha yako. Isipite siku iwe ndani ya Ramadhani ama nje ya Ramadhani isipokuwa umeisoma Qur'ani vile alivyokujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu ni yule ambaye haipiti siku isipokuwa amesoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama hujui kusoma, basi tafuta shekhe akufundishe uweze kuisoma, kwani Qur'ani ni dawa, Qur'ani ni mafanikio, Qur'ani ni raha, Qur'ani ni kila kitu katika maisha ya Muislamu. Wito huu ni kwa Waislamu wote kuisoma Qur'ani, kuipenda Qur'ani, kuienzi Qur'ani, kuifanyia kazi Qur'ani, kuielewa Qur'ani, kuilingania Qur'ani na kuwa na Qur'ani katika hali yako yote. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa watu wa Qur'ani, watu ambao ni watu wake, ahlullahi wa khasatu. Atupe ilmu ya Qur'ani, atupe taufiki kuielewa na kuifanyia kazi Qur'ani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.